Yes, ni rasmi tena tumerejea hapa Simulizi Zetu Media. Tuko live tena katika muendelezo wa simulizi yetu nzuri ya Maina. Ikiwa leo tuko katika sehemu ya 11 ya simulizi hii. Lakini awali msikilizaji, ningependa kwanza tutoane taharuki ile ambayo imetokea. Usika anayokwenda kwa jina la Allah, ambapo ndugu zetu ni kama kuna namna inasikika kama Allah ile ambayo inatumika kwa ndugu zetu Waislamu katika dini yao. Kwa hivyo msikilizaji, tuseme kwamba hii ni namna tu ambavyo tunalitamka hili jina, lakini mwandishi ametumia jina hilo si Allah ila ni Allah ambayo mwisho inawekwa W na sio H. Kwa hivyo niombe radhi kwa wale ambao watakuwa wamejisikia vibaya ama kwa kutokuelewana kwa namna fulani, lakini pia tunathamini na tunaheshimu dini ya kila mmoja, na sidhani kama hata mwandishi angeweka hilo neno kama sisi pia tungekuja kulisoma kama hivyo. Kwa hivyo ni makosa ama ni namna ambayo jina hilo lina sound kwa sauti moja, lakini maana yetu haikuwa huko ambako kulimaanisha kuitaja dini ya ndugu zetu Waislamu. Kwa hivyo mwisho katika jina hili hapana H ya kumaanisha Allah, ila pana W, na hii ndo maana pia inasomeka kwa jina la hivyo na ina sound kama jina ambalo ni tukufu kwa ndugu zetu Waislamu. Nikukaribisha rasmi sasa katika muendelezo wa simulizi yetu ya Maina. Nimekuambia leo tuko katika sehemu ya 11 mara baada ya kuwa tumepata kusikiliza mpaka sehemu ya 10. Kama unakumbuka nyakati za mwisho, basi ilikuwa ni kwamba Nina alikuwa anapanga kwenda akamchukue Allah, mwanaume ambaye alikuwa ni wa Maina, lakini pia tukamwona Maina pamoja na rafiki yake ama wifi yake kipenzi Rasma wakiwa wameamua kushuka chini kabisa kwenye maisha ya daraja la chini kabisa ili kuanzisha maisha ya kibiashara, na Mungu ambavyo yuko kwenye upande wao ni kwamba biashara yao ilikuwa inaenda vizuri sana. Kwa hivyo sasa tuje katika sehemu ya 11 tufahamu nini kinajiri katika wawili hawa na kila mhusika ambaye yupo katika simulizi hii, nini kinakwenda kuendelea kwao. Hapa ni Simulizi Zetu Media na hii ni sauti ya Tutu. Nikukumbushe tu msikilizaji, ulikuwa mwanafamilia yetu, hakikisha basi umesubscribe channel yetu, usiache ku like, kushare, lakini pia usiache kuandika comment yako kwenye kila simulizi ambayo unakuwa umesikia hapa ndani. Lakini usiache pia kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii pale Audiomack, TikTok, Facebook, lakini pia Instagram kote kwa jina la Simulizi Zetu Media, bila kusahau familia kubwa sana ya WhatsApp iko pale. Kwa hiyo unatamani kujoin, basi tuma ujumbe wako mfupi kwenye namba ya simu ya 0757567253. Ni bure kabisa kuwepo na sisi katika kundi letu. Wakati huo pia usisahau msikilizaji kutuambia unatusikiliza kutoka nchi gani duniani. Tunatamani sana kufahamu mashabiki zetu popote pale mlipo, tufahamu basi mko wapi, si ndivyo Basi msikilizaji, mimi nikwambie karibu katika sehemu ya 11 ya simulizi yetu ya Maina. Tumerudishwa na kuendelea pale pale ambapo tulikuwa kwa ndugu zetu, kwa maana ya Rasma pamoja na wifi yake ya marafiki yake kipenzi Maina. Sasa Rasma alikuwa na mkono wa biashara haswa, yani mpaka kufikia jioni saa 1 kamili alikuwa ameshamaliza kila kitu. Akahamisha jiko lake hadi sehemu ambako Maina alikuwepo, na kisha akaweka kitako katika bench. Akawa ameanza kuongea. Naona utakuwa umechoka, si ndio? Rasma alimuuliza. Yani acha tu, hapa nimepigwa na moshi mpaka sio poa. Okay, basi shika hii pochi. Unataka kufanya nini? Biashara kama hizi bila kujitoa akili hauli. Kuna watu watakuja hapa kununua kwa sababu watapenda tu ambavyo tutakuwa tunachekesha. Na wengine watakuja hapa kwa sababu wanataka mahindi, na wengine watakuja kwa sababu wanatutaka sisi. Rasma, mbona unajichosha hivyo? Ungeacha tu. Ngoja nikuonyeshe namna ambavyo hizi kazi zinakwenda. Basi bwana Rasma alisema, kisha akaingia zake pembezoni mwa barabara. Wale wa mahindi ya kuchoma, njoo uchukue muhindi wako Jero, ila ukiwa na 300 unapata nusu. Jioni ndio hii. Changamsha mdomo wako. Nikisema muhi unamalizia ndi. Nikisema muhi. Rasma aliendelea kutangaza biashara yake kwenye namna ambayo aliona yeye bwana itakuwa ni vizuri, kwa sababu lazima warudi na pesa nyumbani. Na huyu ndo Rasma bwana, mwanamke ambaye aliweza kuishi na kubadilika kutokana na mazingira. Hakujali kama alikuwa akijishushia hadhi yake kama wanawake warembo ambao wanahisi kwamba kusimama barabarani kutangaza wanauza mahindi basi itakuwa ni kitu cha ajabu, lakini yeye aliona kilikuwa ni kitu cha ushindi sana, kwa sababu pia kileta pride. Atakula wapi zaidi sana, alifanya watu waendelee kusogea pale. Haikujalisha alikuwa anauza nini, lakini biashara yake ama bidhaa yake hii yalipa thamani sana, kama ambavyo watu wengine wanazipa thamani biashara zao. Basi bwana akaendelea pale, muhi, wengine wanajibu ndi. Nikisema muhi, watu wanajibu ndi. Basi watu walikuwa wanasema bila hata kama wataki, na wapo ambao walitikia moyoni, na wengine waziwazi walisema na yeye akuacha kuendelea kutangaza biashara yake. Hatimaye wateja ambao walikosekana walirudi na kuanza kununua mahindi. Kila aliyonunua alimshukuru kwa akisema, asante sana, Mungu akubariki kwa kunichangia pesa yako, itakomboa maisha yangu. Kesho njoo tena, mwambie na wenzako basi.
Basi kauli hii ilifanya wateja wafurahie sana kwa sababu Rasma alikuwa ni kama mcheshi hivi. Na hatimaye masaa mawili mbele walikuwa wamefanikiwa kumaliza mahindi 200 ambayo alikuwa na thamani ya 100,000. Ilikuwa ni biashara ya masaa 6 kutoka saa 10 mpaka saa 3 usiku. Jamani, tumefanikiwa kumaliza. Asante sana Mungu jamani. Leo siku imeenda vizuri sana. Alisema Rasma akimtazama Maina ambaye alikuwa anapapasa tu tumbo lake. Kazi umeifanya jamani, vijana wa mjini wanasema umeupiga mwingi. Acha tunakwambia hata siamini. Kikubwa namshukuru Mungu. Hebu fumba macho kwanza tuombe. Tunaombaje? Yaani tunaomba kwenye kelele hapa. Mbona tumeuza kwenye kelele ukisema Mungu yuko popote Maina? Basi Maina hakuwa tena mkaidi, maana alichojibiwa kilitosha kabisa kukaa kimya. Akakubali kufumba macho na maombi yakashushwa pale. Ya Allah, asante sana kwa baraka hii uliotupatia siku ya leo. Najua hapo wengine ambao umeshindwa kuwamalizia bidhaa zao, lakini kwetu tumefanikisha hili. Tumeuza ya Rabbi, tumefanikiwa kumaliza. Wabariki wateja wetu kiasi cha pesa na nyoyo za kuendelea kutuchangia kila siku. Amin. Alimaliza dua Rasma na Maina akaitikia. Sasa bwana, kesho yake asubuhi ilikuwa imeangaza. Mwanza palikuwa pamependeza kwa mwanga mzuri na kila mmoja alikuwa mwanga umempa matumaini ya kwamba ni kweli ulikuwa kumepambazuka. Asubuhi sasa ilimkuta Maina akiwa kitandani amechoka sana. Mwili wake ulipoteza ladha kabisa kufanya mambo mbalimbali, lakini alimshwa na Rasma ambaye alikuwa mlangoni akitokea nje. Akamwambia baby, amka basi, mida ya kazi. Ilikuwa ni sauti ambayo Maina hakutamani hata kusikia. Yaani ndio kwanza ligeuka upande wa pili. Tunaenda wapi bwana, acha nipumzike, alisema Maina kwa sauti ya kichovu hivi, na akageukia upande wa pili na kumfanya Rasma kupiga hatua hadi kitandani, afa akamshika miguu na kupeleka kulia kushoto akimtikisa. Baby bwana, kumekucha, amka, miogo iko nje, tunapaswa kupambana ujue. Nimechoka Rasma. Jamani, jaribu kuvumilia tu. Uchovu ni kama njaa mwilini juu, huwa haitoki. Ukiendekeza unaweza ukafanya ukawa mvivu na mwisho wa siku tukashindwa hata kufikia malengo. Kumbuka watu wanataka miogo. Rasma alimwambia, alimwamsha mwenzake. Basi Maina hakuwa namna nyingine zaidi ya kujiamsha, lakini mwili wake uligoma kabisa. Ikabidi ajitahidi hadi alipofanikiwa. Akamtazama Rasma aliyekuwa mlangoni, akamuuliza ushaandaa kila kitu? Akamwambia ndio, hapo kila kitu kipo tayari, niliweka jikoni ikawa inatokota, bado tu kutengeneza watu hapa ili waje waanze kula. Naona si muda mrefu atakuwa hapa. Ila nimechoka leo. Maina alisema pole sana, natambua hilo, lakini nakuomba ujikaze basi. Tunapambana na tutafikia mafanikio ambayo tunayaota na tunahitaji. Utakavyoondoa uvivu tu kwa dakika moja, basi utabadilisha maisha yako, kila kitu kitabadilika. Utakavyobadilisha maisha yako kwa siku hiyo, basi utabadilisha maisha yako siku zote. Alisema hivyo Rasma na akamwambia ukiona mbadilisha maisha yako, lakini kwa umebadilisha maisha ya dunia nzima. Aliendelea kumfafanulia. Mama una misemo wewe. Yani unajikuta mwenyewe. Maina akaweka matani kwa kutoa kitandani na kumsogelea Rasma, akampiga busu shavuni. Akasema hamna bwana, unajua hii tabia ya kugaili mambo hii ndio inasababisha tusifanikiwe. Hebu twende basi. Rasma alisema kweli waliongozana mpaka nje ambako waliweka kila kitu sawa kwa ajili ya kuandaa miogo ambayo wangeuza kwa siku ile. Kwa kuwa kila kitu kilifanywa na Rasma hapo awali, yani kwenda kuchukua miogo, eneo la kuzia, kuandaa, kuchemsha, kilichokuwa kimebaki ilikuwa ni kukaanga tu. Basi haikuwa kazi kubwa sana kwa Maina. Walifanikiwa kukaanga na sasa walikuwa wanasubiri wateja tu. Jamani, sijajua nitajifungua kwa njia gani najua. Maina alikuwa akijiuliza huku akimtazama Rasma ambaye alikuwa akikatakata kachumbari. Bwana, hatupaswi kujiuliza maswali magumu ya kesho. Tupambane tu kuanzia leo. Kesho tutajua tu kwa sababu hiyo kesho tunaitengeneza leo. Nawaza tu, alisema Maina. Basi waliendelea kuongea na kuna wateja wawili ambapo mmoja alikuwa wa kike na mwingine wa kiume. Kila mmoja alinunua miogo 4 kisha kaondoka. Wakija pia kama hivi, mbona tunamaliza mapema sana. Yaani mimi mzako nawaza tu viazi. Maana nimechukua vingi, afu sijajua hata kama nitamaliza. Rasma alisema, bwana tusijiulize maswali magumu ya kesho yetu. Tupambane kwanza kuhusu leo, kesho tutatengeneza. Maina aliamua kurudisha kauli ambayo Rasma alikuwa amemwambia hivi punde. Basi bwana, pale alikuja mtu mwingine akasema jamani naombeni miogo 4. Ilikuwa ni sauti ambayo Maina ni kama alitambua hivi. Basi haraka alipeleka macho juu kutazama nani ambaye alikuwa anahitaji miogo. Akamini kukutana na sura ya mwanamke ambaye usiku wa jana alimuuzia mahindi na walipata kuongea mambo mbalimbali. Huyu mama amepajuaje hapa? Alijiuliza tena lakini hakupata jibu kamili. Maina alijikuta anakuwa katika dimbu la mawazo. Akaendelea kuwaza bila hata kujua kwamba yule mwanamke alikuwa akimsubiri amfungie miogo kisha aondoke. Basi alimtazama shoga yake jinsi ambavyo ameganda. Rasma alikuwa akimtazama Maina, mbona ameganda tu? Kisha akamwambia Maina, mteja anakusubiri. Umesema miogo mingapi? Maina alijiuliza akiwa na wasiwasi. Basi mama huyu aliweka tabasamu kisha akamwelekeza idadi ya miogo ambayo alikuwa akihitaji. Basi Maina alimfungia na kumkabidhi kwa kupokea kiasi cha pesa na kisha mama aliondoka zake. Ulikuwa unawaza nini muda wote huu jamani? Rasma alimuuliza. Nimekuwa na mashaka na huyu mama kwamba
Mteja utakiwa kuwa na mashaka naye. Unajua mteja ni mtu ambaye unatakiwa kumchangamkia. Hata kama rasmi navuta picha. Anakuja na gari kifahari. Alafu anasimamisha pale, alafu mwisho wa siku anakuja kununua mahindi sio miogo. Hapana kwa kweli. Mbona mimi naona haipo? Bwana ni sawa tu lakini nategemea. Unajua katika biashara kuna watu wengine wananunua kitu mara baada ya kuona kinanunuliwa na watu wengi au watu walio karibu wamekuwa wakisifia hicho kitu. Mfano sisi hapa, hii miogo yetu ni mizuri, usikute wamemsimulia kwani kuna shida? Bado hujanishawishi kwa kweli. Ndio atoke huko kote na gari. Maana alikuwa na mashaka sana yule mwanamke ambaye usiku wa jana alimuona kinunua mahindi yake na leo amekuja kununua miogo. Kutokana na hadhi ya gari yake, aliamini kwamba mwanamke yule hakuwa kununua mahindi wala miogo ambayo ilikuwa inapikwa na kutunzwa katika mazingira ambayo aliwafaa zaidi watu wa kawaida na sio yeye. Unajua hii ni biashara. Unapaswa kuiheshimu na kuichukulia kama kitu cha thamani. Mbona hao majirani ambao wanataka waje wanunue miogo hawaji? Kumbuka mteja anaweza kanunua kitu kwetu na akanunua kwa mwingine. Kwa hiyo mwisho kabisa sinunue kabisa. Rasma kaendelea kumwambia Maina. Kwa hiyo ndio kumaanisha nini? Kama mtu amesafiria miogo yetu sidhani kama tunapaswa kumjadili. Badala yake ni kumshukuru maana ameacha miogo mingapi huko nje. Kumbuka kukatiliwa ukubaliwa kwa bidhaa kuna kufanya uwe mtu bora. Sema wazungu, rejection is not personal. Rasma alimpa tonge lingine rafiki yake juu ya biashara. Sawa ila bado nina mashaka. Bwana una haja ya kuweka mashaka bwana baby. Maina aliendelea kumwambia rafiki yake kwamba ana mashaka na Rasma akawa anampa moyo. Basi waliendelea kuuza huku wakipiga stories za hapa na pale. Bahati ilikuwa upande wao siku hii kwa sababu walifanikiwa kumaliza kwa muda mwafaka. Kiasi cha pesa ambacho walikuwa wamekadiria ndicho ambacho walikipata. Kwao ilikuwa ni furaha mno kuona kwamba wamekuwa ni wafanyabiashara ambao wanaendelea kukua kila siku. Mchana ulipofika, Rasma aliingia jikoni, akaandaa nguna kama kawaida yake. Nguna ni ugali jamani, huku Maina akiwa zake sebuleni akipanga mahindi kwa ajili ya jioni. Dakika 20 mbele chakula kilikuwa tayari na wakakutana katika kumchagua rais. Yaani tonge baada ya tonge liliendelea tumboni huku wakiambatana na stories hapa na pale. Kama ningesema nilale, sidhani kama hizi hela ambazo tumezipata leo basi ningekuwa nazo mkononi. Maina alisema. Nilikwambia lakini afu leo tumepata faida ya 10,000, sio kiasi kidogo maana ni ndani ya masaa 6. Mahindi nimeongeza mzigo ujue. Kwa hiyo yapo 250. Tujaribu kama tutafeli ila sio mbaya tutajipanga tena. Aliongea Rasma. Yaani nimeamini kabisa uvivu unarudisha kila kitu nyuma. Unajua Maina, kila kitu kinahitaji nidhamu katika maisha. Ili ufanikiwe basi unahitaji kuwa na nidhamu ya kila kitu ambacho unakifanya. Kwa maana ipi tena umeanza? Tuanze na nidhamu ni nini kabla hata kufika mbali. Rasma aliongea na kisha akachukua glasi ya maji ya kunywa akanywa kidogo. Alikuwa anajaribu kuifikia ile glasi lakini alishindwa, lakini mwisho ilibidi aombe apewe. Akapewa ile maji kweli akanywa na Rasma sasa akamwambia kwamba nidhamu ni kufanya kitu ambacho unapaswa ukifanya hata kama hujisikii kufanya. Hiyo ndio nidhamu. Kivipi sasa tena? Okay? Mfano kama wewe vile ambavyo ulisema kwamba umechoka. Sasa ulipoamka na kukubali kwenda kuuza hata kama umechoka, ile ndio tunaita nidhamu. Maana umetii kwa siku ile hata kama mwili wako ulikuwa hutaki kabisa kufanya kazi. Kwa hiyo ukiona unafanya kitu kwa nidhamu, sidhani kama utakuja kuanguka katika maisha yako. Nikajua nidhamu ni kuamkia na kusalimia jamani, kumbe ni mambo mengine. Hiyo ni nje ya mada. Kwa hiyo sisi ili tufanikiwe haijalishi kuwe na mvua au jua, tu tumekosa au tumepata. Tukumbuke kwamba nyuma yetu kuna mtoto ambaye yuko tumboni, hana baba na anahitaji kupambaniwa kwa hali na mali. Tukimweka mtoto wetu mbele na kuhakikishia kwamba tutakuja kuwa matajiri hapa Mwanza, yani kila mmoja atatupenda. Mpaka hapo sina neno kwa kweli. Maina alisema na kumpa kiganja rafiki yake, yani kwenye ile hali ya kumpongeza. Haya. Ni upande wa pili sasa. Majira ya saa 12 ndani ya Isamilo Hotel kulikuwa na maongezi yakiendelea baina ya Nina pamoja na Ala. Walikuwa wamekaa kwenye meza moja hivi ambayo inapatikana katika eneo la hoteli huku wakisikiliza muziki ambao ulikuwa unaendelea kuwaburudisha kila dakika. Nimesikia jamaa anataka kuja kwenu ise. Watu wengine wanajua ajabu sana. Sijui alikuwa anataka nini wakati talaka eti hakuna hata mtu ambaye alimuomba. Yeye mwenyewe alinipa. Mambo mengine ajabu sana. Ila na imani kule ambako sasa hivi huko ndio ambako kutamfundisha adabu. Ila nitaka tuzungumze jambo kidogo. Ala alizungumza na akaweka kituo. Akamtazama Nina ambaye uso wake uliweka tabasamu. Alikuwa amevaa gauni la pinki ambalo lilienda sambamba na lipstick ambayo ilikuwa mdomoni mwake na kumfanya ng'are muda wote. Machoni kwa Ala alikuwa akionekana kama malaika hivi. Siko tayari kwa ndoa lakini Ala aliuliza. Ndoa ni mbali bwana, hebu tujadili kwanza kuhusu range maana sasa hivi sina hata gari baby ujue. Nina alisema okay. Kila kitu kipo sawa, nimekuja nalo leo na funguo hizi hapa. Kwa kweli nilikuahidi basi kadi ya gari hapa, nitaziacha hapa utaenda kubadilisha. Okay, turudi katika ndoa. Ulikuwa unasemaje? Ninaliuliza. Akatupa macho katika funguo ya range, na akajisemea Mungu anipe nini mimi jamani, nitahakikisha ndani ya huu mwaka kila kitu kinakuwa chini yangu.
Yani huyu Ala na naye ni wale yani yashaonekana kama ana akili hivi, akanajisemea moyoni na akamimina juice katika glasi kisha akanywa. Kuhusu ndoa nilikuwa nataka kusema hivi, ipo kama kawaida lakini itakuwa Dubai, ila na machaguzi mawili. Alizungumza na kisha kawa ametabasamu. Nina akawaza kidogo ndani ya kichwa chake, akamtazama Ala ambaye aliweka tabasamu hivi kisha akamuuliza ni yapi hayo? Akasema moja, kama ikiwa Dubai basi natakiwa kuwa kama Maina, yani uwe katika umbo lake kuanzia sura mpaka mwili. Siwezi. Nina akajibu. La pili ni kwamba kama ni hapa Tanzania basi chagua hoteli. Mimi natamani kama ingekuwa ni Dar es Salaam basi iwe ni Serena Hotel. Nina aliongea na akaika kituo akamtazama Ala. Kimya kilipita kati yao. Ala alikuwa anaanza kuhusu kauli ya siwezi kutoka kwa Nina. Alijiona anakuwa na kazi kubwa sana ya kufanya ili kumshawishi yule mrembo. Kwa nini Dubai umesema uweze? Unataka niwe katika umbo la Maina, afu mimi nitakuwa nani sasa? Listen, ongea na huyo mtu vizuri, mwambie kwamba na mwanamke mwingine. Kama hatotaka, sio lazima twende kwake. Kwanza ni nani kwako? Ina maana inakupangia mtu wa kumuoa? Nina aliuliza. No, ila nini? Naomba nimalizie hili. Ongea naye. Kama hatotaka basi tutaenda Dar es Salaam na ndio itafungwa Serena Hotel. No discussion. Nina alisema, kisha huyo alinuka na kuondoka zake akichukua funguo pamoja na kadi za gari. Ala alimtazama hadi akipanda kwenye gari na kuondoka. Alikuwa ni kama amepigwa na butwaa hivi, hakuelewa nini kifanyike. Wazo ambalo lilikuwa mbele yake ilikuwa ni kumpigia kesi ili apate kuongea vizuri kuhusiana na kubadili mpango kwa ajili ya kwenda Dubai. Simu moja tu kwa kesi ilitosha kupokelewa na kisha kuingiza yule wale katika mazungumzo. Ilikuwa ni mazungumzo ambayo ilitakiwa kupatikana hatima eneo gani ambalo harusi ingefanyika. Kwa nini amesemaje? Nenda kabla mimi sijatoa hitimisho langu, kesi aliuliza. Kwa upande wake amesema kwamba hawezi kujifanya kama Maina, anahitaji kuwa kama alivyo. Ndio hivyo. Hapo sasa mwanangu kipengele. Kama vipi chikana na Abdul basi Karimu afu mpangilie kabisa. Sina hakika kama atakubali. Alafu nahisi kama kuna umuhimu wa kurudisha Maina haki ya Mungu tena. Yaani najiona kabisa. Alisema Ala huku akitingisha kichwa chake. Kimya kilipita huku kionekana ni kama kila mmoja alikuwa akifikiria jambo hivi. Walikaa kimya kwa kitambo na mwisho kesi akasema, unajua cha ufala. Maina tayari ameshakuwa nje ya mchezo. Tutahitaji tena kuangalia nyuma. Ila kuhusu Nina anasema kwamba kama itafanyika hapa Bongo basi iwe Serena Hotel, yani Dar es Salaam, si ndio? Kazi kweli. Yaani kutoka Dubai hadi Serena, hata sijui nitaweka wapi sura yangu mimi. Acha zako basi. Hebu kwanza nipe ushauri wa mwisho au nimshirikishe bi mkubwa. Nahisi kufanya hivyo maana yule ndo anajua mipango vizuri na kama akiwa upande wetu sidhani kama tutashindwa kwenda kumpangilia vizuri Nina, ila sio Serena mzee wangu. Kesi ilisimamia pia msimamo wake. Basi kesi hakuwa upande wa Nina ambaye alitaji kama sheria ndio ingefanyika Dar es Salaam. Basi kwake yeye wazo lilikuwa ni moja tu, kwenda Dubai. Katika kufanikisha zoezi, mtu ambaye alimuona wa mwisho alikuwa ni Mama Ala ambaye ndio angewasaidia. Yeye ndio ambaye angetumika katika kupanga kila kitu, lakini kazi kubwa ambayo ilikuwa mbele ni kujua kama angekubaliana na upande wao ambao walikuwa wanataka kwenda Dubai au atakubali kwenda Serena Hotel. Basi sawa, hakuna shida, nikirudi nitazungumza na mama alafu tuone na kuaje, alisema Ala na kisha alikata simu. Safari ya kurudi kwao ilikuwa na kama ina ngumu hivi, na ni kutokana na gari ambayo alikuwa amekuja nayo kumkabidhi Nina. Aliwaza na kuwazua, mwisho akaona alipaswa kuondoka na usafiri wa Uber. Aliingia mtandaoni akatafuta kampuni na kisha alimpa dereva. Dakika 7 mbele dereva alifika mahali pale na kumchukua. Wakiwa katika stories za hapa na pale, zilikuwa zikiendelea, na bahati nzuri ama mbaya yule dereva alikuwa akimfahamu Ala. Akamwambia, boss tunaenda Igoma, si ndio? Ndio, kuna nini? Mbona umeniuliza? Hapana, nataka nikuulize kitu. Sijui kama utakuwa tayari kunajibu ama la. Kipi hicho? Ni kuhusu dereva alikaa kimya akitafakari. Ni kuhusu yule mwanamke ambaye siku ile ulimpa gari. Ilikuwa ni kauli ambayo Ala alimweka mdomo wazi. Alizimsisimka kana kwamba amepitiwa na mchawi hivi mbele yake. Kafanyaje? Anauza mahindi ya kuchoma sasa hivi. Wapi anauza mahindi? Hebu twende kwanza nikamuone, nataka kumpiga picha nimtumie kesi. Ala aliamua kicheko ambacho si cha kawaida, na alifurahi sana na ile kauli ya dereva. Alifurahi sana. Furahi kuona mtu ambaye amemuondoa kwake anaendelea kutaabika, yani na kuliona jua ipasavyo. Kwa hiyo nikupeleke sehemu ambayo anauza mahindi, si ndio? Mzee, sasa hilo swali tena, ila fanya hivyo, nipeleke sasa hivi, kama shida ya hela hizi hapa. Ala alisema kisha akatoa wallet yake na kuchota kitita ambacho hata kuhesabu akamkabidhi dereva na kumtupia mbele. Haya twenzetu. Dereva wa Bongo bwana aliongea kukejeli na dereva alifanya kazi yake kama kawaida. Maina alikuwa akiendelea kuuza mahindi kwa baadhi ya wateja ambao walikuwa wamesimama katika eneo lake la biashara. Ghafla alikuja mama yule wa kila siku kusalimia. Binti, ujambo? Ilikuwa ni sauti ambayo ilimfanya Maina kumtazama yule mwanamke.
Sijambo, shikamoo mama. Marhaba, naona unaendelea na mambo yako. Ndio, kama kawaida, karibu hapa, karibu kaa hapa pembeni, Maina alisema na kutupa macho upande wa pili. Alimwona Rasma akiendelea kuhudumia wateja, akaweka tabasamu na kurudisha macho yake kwa mama ambaye alikuwa anakaa katika bench. Niambie mama yangu, niweke pilipili, ndimu au utakula tu? Maina alimuuliza. Mimi nahitaji manne, ila usiweke pilipili nyingi kama jana. Usijali mama, vipi utakula hapa? Ndio, sina hata mjukuu, labda kusema kwamba ningeenda nayo basi akale nyumbani, yule mama alisema. Basi Maina akawaza kwa muda, akataka kumuuliza lakini alishindwa zaidi. Alitamani sana kuuliza kitu lakini akataka tu labda ajue hata anaishi wapi. Akamwambia, kana mama unaishi wapi? Akamwambia, mimi naishi Nyegezi. Mbona ni mbali sana na hapa? Kwa nini unajisumbua kufuata mahindi huku kote? Ina maana kwanza Nyegezi mpaka unafika hapa hakuna watu wanauza mahindi jamani? Kama mimi pamoja na miogo. Mwanao amenipenda ndio maana nimekuja kumtazama kama sehemu ya jukuu zangu. Una maana gani? Nitakwambia siku ukiwa tayari, mimi nitakwambia, alisema huko akitazama gari ambalo lilikuwa limesimama kando yake. Kwa bahati mbaya, Maina kufanikiwa kuliona ile gari ambalo lilikuwa limekuja kutokana na kuhudumia wateja wengi sana. Huko kimya kulikoni? Aliuliza yule mama huko akimtazama Maina. Hapana mama, nahudumia tu wateja, tatizo ndo hilo, niko busy kidogo. Basi gari ambalo lilikuwa limesimama kwa pembeni halikuwa la mtu mwingine bali ni Ala. Na alikuwa mahali pale baada ya kusimamisha gari. Ni kweli alifanikiwa kumuona Maina, lakini mtu ambaye alikuwa pembeni yake alimshtua moyo sana. Akajikuta akimwambia dereva, tuondoke. Tunaenda wapi sasa? Umesema nataka kumpiga picha. Ondoa gari bwana, nimekwambia wewe vipi? Picha kitu gani? Dereva alishikwa na butwaa. Kuelewa kwa nini Ala alikuwa amebadilika na kuwa mkali kiasi kile. Alimtazama usoni, aliona ni kama mtu ambaye alikuwa akitetemeka hivi. Alimaanisha kile ambacho kwa kikizungumza na kutaka masiara. Kwa nini ondoa gari au uondoi? Ala alizidi kufoka na kumpa vitisho dereva. Usijali bosi, naondoka. Dereva alisema na kuondoa gari mahali pale, lakini Ala alikuwa ni mwenye hasira mno. Mama yule alitazama lile gari mpaka linaondoka mahali pale na kisha akarudisha makini kwa Maina ambaye aliendelea kuhudumia wateja. Akamwambia, lile gari ambalo lilisimama pale unalijua? Mama alinyosha kidole katika lile eneo. Akamwambia, wapi tena? Kuna gari ambalo lilikuwa limeweka pale kituo lakini limeondoka muda si mrefu. Mimi sijaona kwa kweli, kama unavyojua mimi kwa zangu napambana na hali yangu, hapata sijaona, nisiwe muongo. Kwani nimefanyaje? Maina aliuliza swali. Mama aliwaza kama azungumze ama akae kimya. Kile ambacho alikuwa amekiona alitaka kuzungumza, lakini wateja wengine walikuwa wamefika katika eneo lile na Maina aligeuka na kuhudumia wateja wale. Nitakwambia siku nyingine, acha kwa sasa hivi nikuache, mama alisema. Jamani mama, siku gani unaendelea kuniongea mambo jamani kila dakika? Alalamika Maina huko akigeuka kwa lengo la kumtazama yule mama, lakini alikuwa ameshaondoka mahali pale kitambo tu. Alipaki njia panda. Ilikuwa ni kama muujiza jinsi ambavyo yule mwanamke aliondoka. Aliangalia kulia na kushoto, mbele na nyuma, hakubahatika kumuona. Kaenda wapi sasa? Na haya mahindi je? Alijiuliza bila kupata tajibu kamili. Akili yake ilimtuma kumuita Rasma ambaye aliendelea kuhudumia wateja upande wa pili. "We Rasma." Aliita lakini hakupata kusikika kutokana na kelele pamoja na kelele za magari ambayo yalikuwa yanapishana kila dakika. Rasma naye kwa upande wake endelea kuhudumia wateja wake ambao walikuwa ni watoto na wadau wa hali ya chini mno. Wadau ambao hata bajeti ya serikali ilikuwa iwahusu kabisa. Dada mama akasema usiweke pilipili nyingi, alisema mtoto mmoja ambaye alimkabidhi sahani Rasma. Okay, leo kakupa shilingi ngapi? 150 hapa. Mtoto alisema huwa akimpa Rasma 200. Naona unataka na change. Akasema nikanunue pipi. Haya basi sawa, nimeelewa. Basi hapa. Basi kesho uje tena na marafiki zako wa shule. Rasma aliongea huko akimpa mtoto sahani. Naye alipoiweka hakutaka mambo mengi zaidi ya kuondoka huko kifurahia chakula kile ambacho kilikuwa katika sahani. Wakati Rasma anaendelea kuuza, pembeni yake kulikuwa na mtoto ambaye hakuonyesha kuwa na muonekano ambao ulikuwa ni angafu hata kidogo. Sura yake ilikuwa imechakaa mno. Macho yalikuwa yametitia ndani na nywele za kipilipili kama mkutano nzi zilikuwa katika kichwa chake cha yule mtoto. Hakuwa na asili ya mtu Sudan, lakini kama ungemtazama macho yake kwa mara kwanza ungedhani kwamba labda ametoka katika nchi hiyo, hasa katika mji mkuu ambao unaitwa Darfur. Ingekuwa ni rahisi sana kwa mtu kukubaliana na hilo. Basi Rasma alimtazama yule mtoto kwa muda na kisha akamuuliza, "Kwa nini uko hapa muda wote?" Ilikuwa ni swali ambalo lilimliza yule mtoto na macho yake yakaanza kutoa machozi. "Kwa nini unalia kati nimekuuliza tu?" "Nimefukuzwa nyumbani." "Na nani?" "Mjomba pamoja na shangazi." "Kisa?" "Wamesema pale sio nyumbani wakati marehemu baba aliniacha akiwa na mama." Yule mtoto alisema. Moyo wa Rasma ulifinya kwa sekunde. Yaani nafsi yake ilihisi uchungu wa kile ambacho alikuwa anakisikia kutoka kwa mtoto yule. Hakikuwa kinamfanya awe na amani hata kidogo. Kwa kumtazama tu akijisikia vibaya. Akamuuliza, "Nyumbani ni wapi?" "Bukoba." "Mungu wangu, sasa huko umefikaje?" Natakiwa kumshirikisha Maina katika hili. Alikuwa akizungumza huku akiwaza kwa sababu mtoto yule alikuwa akilia tu. Basi akawa anaanza kwamba baada ya hesabu atazungumza na Maina.
Okay, na sasa ni upande wa pili ambapo tunamkuta mama Ala anamuuliza mwanae gari liko wapi? Walikuwa wamekaa kibarazani huku akimsubiri mtoto wake kwa muda mrefu. Sasa akaona kama amerudi hivi hivi. Kijana kaambia mama, kuhusu gari niache tu. Leo nimevurugwa, yani najiona kabisa safari ya Dubai ikishindikana. Najiona kabisa. Wewe mtoto, hebu koma na moyo wangu wewe. Koma kabisa. Mwenzako unataka safari hivyo? Hebu niambie gari iko wapi kwanza kabla hujaniambia mambo ya kuhusu kuvuruga kwako. Alirudisha tena swali kwa mtoto wake. Ala akaona mama yake alikuwa kimchosha kama kile ambacho anataka kumwambia ndio kilikuwa cha muhimu kuliko hata masuala ya kuulizia gari. Kwa hiyo ngoma kuniambia, si ndio? Mama aliuliza mara baada ya kuona mtoto wake akiingia ndani bila hata kutoa jibu. Mama acha maswali, bwana nimevurugwa, yani kuhusu gari analo Nina, nimemkabidhi tu, sila kwake. Alisema Ala na kuingia ndani. Nini? Hivi mtoto una akili wewe? Gari analo nani? Hebu sikia, nataka gari hapa. Yaani nataka gari na kuambia. Mama aliongea kupayuka. Akiwa bado yuko nje. Hakupendezwa na tabia mtoto wake kumkabidhi gari Nina. Hakuwa tayari kuona range ambayo amepokonywa Maina anapewa mtu mwingine kirahisi tu. Nisikize Ala. Unajua ile gari inatakiwa iwepo hapa kesho tu. Mama acha kisirani basi. Unataka ile ya nini wakati wewe kwako unayo? Haijalishi. Yaani haijalishi kabisa. Wewe unamwamini vipi mwanamke ambaye mkutana naye bwana? Unamwamini vipi na kumpa gari? Afu mama nawe, yani sijui umekuwa kigeugeu yani. Kwa hiyo leo hii ina maana haumjui mwanamke. Wewe yule binti umjui? Hata hivyo mimi nataka kukuambia tu hivi kwamba mama mdogo na Abdul Karim wana ukaribu wa hali ya juu sana na Maina. Na kama unavyojua Abdul Karim kila siku anamwambia mama mdogo amtafutie mwanamke. Alisema Ala huko akikunja ndita na kudondokea kwenye sofa. Taarifa mbaya kabisa, yani taarifa mbaya kwa kutokea. Kwa hiyo na upo tu hapo unaangalia kila maamuzi ambayo yanaendelea, hata kuchukua maamuzi kwako unashindwa. Aliuliza, sasa nifanyaje mama? Naanza sana kuhusu Maina na Abdul Karim. Sidhani kama inaweza kuwa kweli bwana. Alisema na kuinuka kwenye sofa hiyo na kisha akaingia zake chumbani huko akionekana amechanganyikiwa mno. Sijui ni kwa nini, tutaelewa mbele. Sasa akiwa chumbani kwake, akili yake ilikuwa ifanyi kazi kabisa. Macho yalikuwa katika dressing table na kuna muda alikuwa akihamisha hadi katika kabati. Alichokuwa anahitaji kujua ilikuwa ni ukweli juu ya mama yake mdogo pamoja na Abdul Karim ambaye alimuona karibu sana na Maina. Kwa ukaribu wa aina gani ule ambao walikuwa nao wale watu, yani kwa nini walikuwa pamoja? Alikuwa ndani dimbu la mawazo na mama yake aligonga mlango mara 2 mara 3. Na sauti ya kugongwa alisikia lakini alisita kidogo. Aliwaza kwenda kufungua au la, lakini mwisho akaona mama anazidi kugonga kabidi aende akafungue. Ile kufungua tu alikutana na swali la kwanza ambalo aliulizwa kwa kufoka mno. Ina maana huyu Maina anataka kuolewa na Abdul Karim? Au mimi ndo sielewi? Mama, mimi ndo nahisi kabisa nachanganyikiwa, ni sijajua kabisa, yani sijui ila mama yake mdogo amekuja kufanya nini sasa? Amekuja kufanya nini Mwanza? Kumbuka alikuwa Arusha yule. Amekuja kufanya nini? Labda katika mambo yake ya kibiashara, katika kumsimamia mtoto wake. Haiwezekani, yani haiwezi kuwa. Kama ingekuwa ni hivyo, angetushirikisha, lakini sisi tujiulize, kwa nini hakuna ambaye amempa taarifa? Mama, unakumbuka mama kwamba mama mdogo alikuwa kila kija lazima afikie kwetu Mwanza? Sisi ndo tulikuwa sema wenyeji wao, unakumbuka? Alisema Ala na mama Ala alijikuta akiwa kimya. Hakuzungumza. Alikosa mara baada ya kukumbuka safari ya mwisho mama mdogo Abdul Karim. Ni kweli alifikia kwao. Na ilikuwa ni safari ya kujua ni nani ambaye alipaswa kuondoka kuelekea Dubai. Kwa hiyo unahisi nini? Nahisi kama tunazunguka hivi. Nani ambaye anatuzunguka? Hapo ndo sijui. Nitajua kuanzia kesho. Kwanza nitakiwa kujua ni wapi mama yake na Abdul Karim amefikia na yuko Mwanza kwa ajili gani. Haiwezekani mtu wa karibu na Abdul Karim eti afike na aanze kuongea na Maina. Mwanamke mchafu kama yule atampa nini? Yote 9. 10. Ala aliuliza kwa haraka akitaka kujua huko akifuta jasho katika pua zake. Hasira na jazba zilikuwa mbele yake. Hakuna kingine ambacho kwa akifikiria zaidi ya kuanzia uchunguzi wa chini ili kujua ukweli wa ujio mama yake mdogo na Abdul Karim ambaye alikuwa mahali pale bila hata kujuzwa. Kumbuka msikilizaji, Abdul Karim ni yule tajiri ambaye alikuwa anataka kuiwezesha ile harusi ya kwake Ala pamoja na Maina. Bonge moja la tajiri. Nini kinaendelea hapa jamani? Maina wewe. Basi bwana. Hebu kwanza mpigie Abdul Karim afu muulize kwa taarifa kama mama yake yuko wapi. Then what? Hakuna then hapo. Yaani jibu lake ndio ambalo litakupatia mwangaza wa kujua amekuja kufanya nini na kwa nini. Tukijua kama ana taarifa ama la tutajua. Alisema Mala. Basi Ala alifikiria kwa muda ule na kabla ya kufanya maamuzi akaona nafikia kile ambacho mama yake ameongea kama kinafanya kazi na kuacha, lakini mwisho akaona anapaswa kupiga simu. Alichezea simu yake kwa dakika moja hivi huko akiendelea kusita hivi. Simu iliita sekunde 50 mbele ilipokelewa. "Je, ni aje?" alisalimu Ala. "Full mwanangu, vipi Tanzania?" "Kawaida, niko naishi nataka kuuliza juu. Sijui kama upo ni nzuri ambao unaweza kufanya hivyo." "Yes, naweza kufanya hivyo hata usijali," alisema Abdul Karim. Moyo wa Ala uliruhusu kutoa swali la kwanza kwenda kwa Abdul Karim ambaye hata kufikiria sana alijibu. "Ndio kwa Mwanza kuna mishi ambayo nimemtuma anaifuatilia maeneo ya Busweru kwa sababu nataka kuanzisha mradi wa kuku pale. So yeye atakuwa msimamizi mkuu.
Basi sawa, maana nimemuona leo afu nikashangaa kwa nini mama anakuja Mwanza bila taarifa. Basi nipanga nikupe taarifa na afikia hapo kwako. Sema jumlisha masuala ya msiba pamoja na ndoa. Nikasema hakuna shida. Natakiwa kwenda tu kukaa hoteli. Yupo Taiwan pale Kisesa. Nimemweka pale akae. Abdul Karim alijibu. Basi hapa Ala alimuuliza, hivi mama anamjua Maina? Sijajua kama anamjua. Kwani ile siku ambayo alikuja hapo na kuchukua idadi kamili ya kumkuta Maina? Nini umeniuliza hivyo? Sijauliza kwa ubaya, ila nitaka tu kwenda kumuonyesha kesho. So nilikuwa nataka kujua kabla. Ala ikabidi azuge kwa namna hiyo. Basi nahisi kama anamjua, na kama amjui hakuna shida yote ile. Siku ambayo mtakuja huku naye itakuwa ni miongoni mwa watu ambao watakuja kwenye safari. Kwa hiyo atakuja amjulie huko. Au unaonaje? Aliuliza Abdul Karim. Kwa jinsi ambavyo alikuwa akipanga maneno, ilimwaminisha Ala kwamba huenda mama mdogo hakuwa anafahamu lolote lile. Kwake alijiona amefanikiwa katika mpango wake, na alimtazama mama yake akakata simu na kisha akamwambia, tunaweza kulala kwa amani sasa. Uwe na adabu wewe, ila usiache kufuatilia, sawa? Mama aliongea kisha akatoka nje ya kile chumba. Maina na Rasma walikuwa nje wakitazama nyota jinsi ambavyo zinang'aa angani. Macho yao yalisafishika sana kwa kuona nyota zile ambazo zilipendeza huku zikimeremeta kwa kila rangi. Wakiwa wameshikana mkono huku kila mmoja akiangalia juu, walijikuta wakirudisha macho yao na kutazamana. Maina akasema, sura yako ni kama ina kitu ambacho haupo tayari kukisema. Ni nini? Mara hiyo umeshajua? Yaani unajua hata ninapokuwa na kitu? Nimejua. Kwani kuna ubaya kujua nini ambacho unawaza au unataka kuzungumza nini? Amna, sio vibaya kabisa, ila ni kweli kuna kitu ambacho nilikuwa nakiwaza muda wote katika kichwa changu. Rasma aliongea. Maina aliamua kumpa ruksa ili aweze kujieleza mwenyewe juu ya kile ambacho alikuwa akikiwaza na kutaka kuzungumza. Hakikuwa kingine bali ilikuwa ni kumsaidia mtoto ambaye alimuona jioni akiwa pembeni yake akilalamika njaa. Kwa nataka tuishi naye hapa kwetu kwa maisha gani Rasma jamani? Sisi tuna maisha gani? Maina aliuliza. Unajua Mungu hapendi pale ambapo anakufanya daraja afu ukajidharau. Yule ni mwanadamu ambaye hata sisi kesho yetu anaweza kuja kutusaidia. Je, na sisi huko mbeleni tukiwa na dhiki na kuomba msaada watu atatusaidiaje? Wajiulize kwanza kwa maisha gani ambayo alikuwa nayo ndio atusaidie. Sina maana hiyo, lakini si unaona kula yetu yenyewe mashaka hapa. Ndio, lakini kwani si tunakula chochote kile ambacho kinaingia mwilini mwetu? Kama sio basi tunapaswa kuwagawia na wenzetu. Tufanye juu chini tumsaidie yule mtoto. Sisi kesho tutaenda kupata mtoto ujue. Naye huenda atapitia mazingira kama haya. Tumwandalie mazingira mazuri, maana wema huwa unazaa wema. Rasma alisema. Basi maneno ya Rasma alimfanya Maina kuwa mpole. Alielewa kile ambacho rafiki yake alikisema. Alijiona hana tena sababu ya kukosoa wazo lile. Akamwambia nami pia lakini na yangu. Maina akasema yepi hayo? Akamwambia kuhusu yule mama eti anasema kwamba anaishi Nyegezi. Mungu wangu. Nyegezi na Buswero wapi na wapi? Kwa hiyo yani anafuata nini? Mbona sijaelewa? Maina aliguna na kushangaa kidogo. Alishindwa kuandaa masimulizi mazuri juu ya swali ambayo rafiki yake aliuliza, lakini akamwambia, "Nahisi kama anafanya upelelezi wa jambo." "Lipi sasa?" "Sijajua, maana wakati tuko pale anasema kwamba kuna gari ambalo lilikuja. Kesho akija, sitataka mwanzo naye hata kidogo. Yaani namlia Buyu mimi sitaki ise." Alizungumza Maina. Sasa Buyu kisa nini?" "Ndio nimesema hivyo. Yaani sitataka kabisa kuongea naye chochote kabisa. Usikute ananichota tu akili zangu pale. Unajua watu wengine hawaaminiki." Maina alisema na kisha alisimamia msimamo wake. Maina alianza kuweka mashaka juu ya mwanamke yule ambaye alimuona. Mwanamke ambaye Ala alipomuona alimtambua kwamba ni mamake mdogo na Abdul Karim. Laiti kama angetambua mwanamke yule yuko pale kama sehemu ya mpango wa Abdul Karim, basi hata asingepanga kumkalia kimya siku ambayo ilikuwa inafuata. Haya, jioni ilipofika, Maina aliongozana na Rasma na kisha akaelekea katika eneo lao la biashara. Walidunduliza kisha wakauza tena mpaka walipomaliza, lakini yule mama leo hakuonekana. Hata siku ya pili nayo haikuwa hivyo. Siku ya tatu pia alitaraji kwamba angekuja, lakini bado uwepo wake ulikuwa adimu kama maji jangwani. Hatimaye siku zikasonga huku akiendelea kuuza mahindi, viazi pamoja na mihogo. Hawakuacha biashara hizi maana waliamini kwamba itawapa kulawa ya kila siku. Mwezi wa 12 ukakubali kuisha. Mwaka mpya ukaanza kwa mbwembwe na shamra huku ndoa ya Rasma pamoja na Ala ilikuwa ni mbwembwe kwenye kila kona ya jiji. Watu walifurahi kuona kwamba wanaingia katika mwaka mafanikio. Walifurahi kuona wamekuwa ni wenye bahati kuingia katika mwaka mpya. Waliokimbia walikimbia, walioimba waliimba, waliovunja maduka watu walifanya, yani mradi tu kila mtu akionyesha kwamba anafurahia kwa namna yake hata ambazo zilikuwa si namna nzuri. Maina alisikia mbombo zote na kuna mtu moyo ulimuuma sana. Hakuamini kama anaingia mwaka mwingine bila kiumbe kilichopo tumboni mwake kuwa kimepapaswa mkononi mwake ama mikono ya babake. Lakini Rasma kuacha kumpa matumaini na kumwambia kwamba kama aliweza kumvumilia Garma atashindwa vipi kumvumilia Ala. Mwanzo kulikuwa na ngumu, lakini alipiga moyo konde.
Ikawa kila siku anajishughulisha na biashara zake ili kupoteza mawazo hapa na pale ambayo alimfanya kuwa mnyonge kila dakika. Hakutaka mzaa tena. Alikuwa akiamka mapema mno asubuhi na kisha anamwamsha Rasma ili waongozane katika kununua miogo pamoja na mahindi. Ingawa Rasma alikuwa akimwonea huruma sana, lakini alimsisitizia kwamba zile zilikuwa ni sehemu za kufanya mazoezi na hivyo hata asijali. Basi bwana, aliamua kuachana na dunia ya mapenzi. Aliamua kujitenga na ulimwengu wa watu ambao wanamfanya ajifikirie vibaya na kushindwa kutimiza malengo yake. Zaidi sana alihitaji kutengeneza pesa kupitia biashara ambazo walikuwa wanazifanya. Taratibu biashara zao zilikuwa, ingawa hawakutaka kuboresha mazingira, lakini kuhusu maarufu waliopata haswa, kila aliyekuwa akinunua basi kesho yake angerudi na kuhitaji zaidi ya kile ambacho alikuwa amekinunua jana. Na kwa kuwa mwanzo alipewa wazo la kuishi na mtoto wa mtaani ambaye alimkuta katika eneo la biashara, basi aliamua kufanya hivyo na sasa hivi waliishi naye. Alikuwa anaitwa John. Alikuwa ni mcheshi, mwerevu na mwenye adabu mno. Walimpenda kama sema maisha yao. Walianza kumfanya kuwa miongoni mwa watoto ambao mwaka ukipinduka alitakiwa kuanza shule. Basi John alifurahi sana kwa kuwa aliishia darasa la 4 na hivyo walienda kuongea na uongozi wa shule, na bahati nzuri alianza katika hatua ambayo alikuwa amekomea na sio kurudi tena katika mwanzo, yani darasa la kwanza. Hii ilikuwa ni faraja tu, sio kwa John basi mpaka kwao. Waliona wamefanikiwa kuonyesha mwanga kwa mtoto mmoja ambaye hata hakujua kama wangekutana naye au wangemsaidia. Hatimaye mwezi wa pili ambao ulikuwa ni mwezi wa upendanao uliingia. Ulikuwa ni mwezi mgumu sana kwa Maina, hasa kuvuka, na muda mwingi alijikuta anakuwa mnyonge kwa sababu miaka ya nyuma katika mwezi huu walikuwa kitembea sana na Garma. Walikuwa wanachagua maeneo mbalimbali na kwenda kupunga upepo kama sio kupumzika, lakini sasa hivi Garma hayupo tena katika maisha yake. Hajui yuko wapi, lakini pia hajui anafanya nini. Muda ambao Maina alikuwa amekaa mwenyewe, basi angedondosha machozi na kufuta kwa kutumia dera lake. Rasma alipogundua kwamba alikuwa analia, kuacha kumsogelea na kumpa kumbato, akamwambia kila kitu kitaisha. Mimba ina mwezi wangapi hivi sasa hivi? Akamwambia 5. Bado kidogo bwana, utaingia mzigoni. Ndio, na naona kama nimeanza kuchoka sana. Sidhani kama tutakuwa tukiongozana wote juu. Yaani sijui kama tutafanya biashara. Hata usijali, nitaanza kumfunza na John namna ya kufanya biashara ili hata akikuwa sio ni aibu, tutengeneze ila kupitia biashara ndogo ndogo kama hizi. Huyu hatakuwa tutakuwa tunamfanyisha kazi mtoto jamani. Kwa maana hivi sasa. Child labor. Labda niwe naelewa vibaya. Sijui kama itakuwa ni kwenye maana hiyo, lakini mimi nataka kumfundisha namna ya kufanya biashara kwa vitendo. Elimu hii haipo darasani, ndio maana muhasibu licha ya kushika hela mara kwa mara, lakini anapokea mshahara wa 400,000 hadi milioni au zidi hapo. Pesa nyingine zinakwenda kwenye kampuni. Rasma alisema. Maina akamtazama rafiki yake jinsi ambavyo amekuwa akidadavua vitu. Aliona ni kama alitaka kusomea uchumi na kisha anakataa hivi. Yaani kama anakuja kufanya biashara ya mambo ya fedha lakini tena kuonekana huko. Yaani alikuwa anashindwa kumuelewa rafiki yake huyo akifika kwenye masuala ya fedha amweke kwenye kitengo gani. Anataka kumuoa Nina. Tayari imeshathibitishwa ni mwezi huo anavishana pete na mwezi unaokuja wanafunga ndoa. Kuna muda naumia sana kila nikifikiria. Yaani nikimfikiria Ala, najiona kama mjinga kumpoteza baba mwanangu. Maina alisema huku akiangua kilisha kwikwi. Unataka kunikera, si ndio? Sio hivyo Rasma, moyo wangu unauma. Ile nafasi ambayo Nina anaenda kuchukua ilikuwa ya kwangu. Ni mimi ndio ambaye napaswa kuolewa. Kwa hiyo nataka kubadilisha kitu katika ukweli uliopo, sio? Unataka kuongeza nini sasa? Ala, sio kwako tena. Kuolewa kwa Nina hata kuzukupe pressure. Nina sio mtu wa kudumu na wanaume hata siku moja. Umeshamsahau? Nitajaribu kuvumilia. Nitavumilia lakini moyo wangu sio mwongo. Naumia sana. Koma, unatakiwa kupambana tu, hakuna namna. Rasma alimwambia kama sehemu ya kumfariji rafiki yake. Haya, sasa ngoja upande wa pili ni ofisini hapa ambako Happy anasema kwamba bosi jana kaachiwa huru, leo kaja kazini, sijui anatambua kama kampuni yake iko mnadani. Veronica alikuwa akichezea simu ya ofisi pale mezani kwao. Akacheka afa akasema tu mwenzangu bila mapenzi. Ina maana jamaa aliuza vitu bila kujua? Vero aliuliza. Unaambia alikuwa akiambia baby, nataka kitu fulani, hata kama ana pesa basi utakuta anahamisha tu. Vuta picha. Unamchukua mke wako unamweka katika kampuni. Unategemea nini? Mwenzangu, yani katika hili ya 3 pasi kumuonea huruma. Kajitakia kabisa naona, alisema Veronica. Sasa mada kuu ilikuwa ni Garma ambaye siku moja kabla aliachwa katika kifungu cha muda ambacho kilitokana na kumtisha Nina kwamba anataka kumuua. Na baada ya kufunzwa adabu kwa muda mfupi, walimpa uhuru wa kurudi uraiani. Sasa wafanyakazi wake ndio hao wanamsema boss. Sasa naye baada ya kurudi, siku iliyofuata alienda katika kampuni yake na kuangalia ilikuwa inaendeleaje. Hakujua nini kilikuwa kinaendelea katika kampuni yake kuhusu kuwekwa mnadani na kampuni ile. Hakuwa anajua kwa sababu alikuwa ndani. Bado yeye alijua tu kwamba hali iko vile vile ambavyo alikuwa ameacha. Akiwa ofisini kwake, alihisi kama kulikuwa na kitu ambacho kilikuwa kiko sawa. Wafanyakazi hawakuwa wanamchangamkia kama mkurugenzi wa kampuni tangu alipokuwa kipishana nao. Kauliza kuna nini leo?
Alijiuliza na kisha aliinuka na kwenda mapokezi ambako alikuwa na mdada wa eneo lile. Naona watu wafanyi kazi kabisa. Kuna nini? Wameambiwa kwamba ni weekend yao. Nani ambaye amesema hivyo? Aliuliza Garma akiwa na hasira ndani yake. Hapana, ila kuna mnada. Mnada? Ndio. Kuna watu ambao walikuja kwa kipindi chote ambacho wewe ulikuwa haupo. Unasemaje? Kuna watu walikuja. Watu gani? Ni makampuni ya benki mawili. Benki? Yaani unataka tuingie katika ubia katika biashara au nini? Hapana, unasema kwa nini unalimbikiza madeni? Bado unahitaji kulipa pesa ambayo ulikopa mwezi wa 10. Pesa mwezi wa 10? Yaani mimi ndo nilikopa au ni nani? Garma aliuliza. Taarifa ambayo alipewa ilikuwa ni mpya kwake. Hakujua kama anadaiwa na benki. Kibaya zaidi, haikuwa benki moja bali benki mbili. Hii ilimtoa nje mchezo kabisa. Iko wapi statement yao? Aliuliza na kumtazama mfanyakazi wake ambaye alimuonyesha. Alimpa na kuprint statement hiyo kutoka benki kisha akamkabidhi. Macho ya Garma yalipita katika maandishi kila eneo, lakini hakuamini pale ambapo alifika kwenye idadi ya namba milioni 89. Kiasi hiki kilikuwa ni kutoka kwenye benki moja tu. Mungu wangu, ina maana nimekopa hela milioni 89. Haiwezekani, sio mimi. Lini mimi nilikopa hela? Watu wa benki ni waongo. Ni waongo sana. Alizungumza kwa hasira huku akitaka kuchana ile karatasi, lakini kuna sauti ambayo ilisikika karibu na mlango wa kuingia katika ofisi ile. Sauti hiyo ilikuwa nyingine bali ni mtu ambaye alitaka kufunga kampuni. Ibidi kila mmoja sasa mtazame. Tumekuja hapa kupiga mnada kampuni. Naomba mtoke wote. Alisema yule mtu ambaye alionekana kuvalia suti ambazo zilikuwa zimemkaa vyema sana. Haiwezekani bwana, hii ni kampuni yangu. Garma alifoka. Kampuni yako? Umesahau kama ulikopa na hujarudisha hadi leo? Tunafanya kazi kama taasisi. Ulisaini mwenyewe katika vitu ambavyo ulishindwa kulipa pesa zetu, basi tutachukua, na kampuni ilikuwa miongoni mwa hicho kitu pamoja na nyumba. Yule mtu alisema kisha aligeuka nyuma na kuita askari. Na askari alikuja mle ndani na kuweka ulinzi. Hapana jamani, sio mimi kabisa, baba mmechanganya. Mimi mbona sijawahi kusaini sehemu yote? Hii sahihi ya nani sasa? Sauti ya mtu mwingine ilisikika akiwa anatoa makabrasha. Alipiga hatua na kumuonesha Garma. Aliona ni kweli ilikuwa sahihi yake. Alijikuta akishua nguvu na kupiga magoti. Kilio cha degree kama aliyefukuzwa na mbwa kwa muda mrefu sana na kukata tamaa kilikuwa mbele yake. Jamani, naombeni mnisamee, nijipange, nitawalipa. Muda ambao tulikupa ni mwingi sana. Sasa kama ungekuwa mtu wa kujipanga na kufanya mambo mengine, basi ungekuwa tayari umeshakamilisha kila kitu, alizungumza yule msemaji. Garma hakuamini kama kampuni yake inapigwa mnada mbele yake. Machozi yalikuwa kimbubujika kila dakika. Majuto yalikuwa mbele yake. Alichukia kila dakika ambayo alianza kuhesabu. Kama utani, Garma alipoteza umiliki wa kampuni ile kubwa ya kutengeneza viatu mjini, na ni ndani ya jiji la Mwanza. Macho yake yalikuwa mekundu. Hasira zilituama katika paji lake la uso na kuweka makazi. Zilikaribisha mtetemeko mithili ya jenereta. Miguu ilikosa nguvu na tembe yake ilibadilika ghafla, na alijikuta amepoteza matumaini ya kuendelea na safari. Aliondoka mahali pale huku akiwaacha watu wakiendelea kupandisha kampuni yake na kuinadi. Macho aliingia ndani. Alitumai kwamba angeenda nyumbani kwake kupoteza maumivu, lakini nako alikuta utepe ukiwa umezunguka nyumba yake. Tamaki ilimpa majibu kwamba napo palikuwa chini ya mnada. Alihisi kuwa chizi jamani. Alitamani angalau dakika moja irudi ili anuse na kurekebisha kosa ambalo lilitokea kabla. Akakumbuka maneno ya kejeli ambayo alimtemea Maina na ndugu yake. Akakumbuka jinsi ambavyo alimjibu Angelina wakati akimwomba msamaha kuomba rudishwe kazini. Alikumbuka vizuri sana. Samani, bado vitu ambavyo tumevishikilia haviwezi kuendana na pesa ambayo tulikuwa tunakudai. Ulisema kwamba utaongeza na magari, hivyo tumeshikilia magari mawili na pamoja gari lingine liko bandarini huko, kwa utapigwa mnada moja kwa moja. Hizi mbili zipo hapa kwako, tutazichukua. Sauti ya mnadishaji ilipenya katika masikio yake kwa mara nyingine. Ilikuwa ni kama sauti ya ngurumo ya rangi ama mbuzi, kwamba kamwe isingeweza kumtuliza. Garma alikuwa amechanganyikiwa mazima. Kichwa kilipoteza akili timamu. Hakuna kingine ambacho alikiona kinaweza kumfariji zaidi ya kuangua kilio. Jamani, mimi sijakopa. Mbona sina deni lolote katika maisha yangu? Alisema kwa akiwa mpiga magoti. Machozi yalikuwa yakiendelea kumbubujika. Kila kitu kilikuwa katika maandishi. Uliweka sahihi ya mwanasheria yako mwenyewe. Jamani, sio mimi, narudia, sio mimi jamani, mnanidhulumu tu mali zangu. Garma aliendelea kulalamika, lakini hakuna ambaye alimsikiliza. Zaidi sana waliendelea kuzuia mali zake. Kukopa au kutokopa kwa watu wengine kwa kutumia jina la Garma kama ambavyo alikuwa akisema, na hakuna mtu ambaye alikuwa anajali hilo swala ambalo alikuwa akiongea. Walikuwa wakiendelea kutekeleza sheria ya ulipaji. Basi walihakikisha kwamba maandishi yanafanya kazi na si vinginevyo, na kweli yalifanya kazi kisawasawa, maana yalienda kinyume na Garma. Yalipishana naye kutoka kauli ambazo alikuwa anazisema. Kwake aliamini kwamba ule ulikuwa ni mchezo ambao
alichezeshewa, lakini kilichokuwa kinamnyima haki ni aina sahihi ambayo ilikuwa imewekwa pale pamoja na doli gumba ambalo lilikuwa katika kila nyaraka. Vyote vilikuwa vya kwake. Hata hivyo alikuwa akijilalamisha na kuomba achiwe mali zake, na alikuwa hakuna kitu ambacho alikivuna zaidi ya kupiga kelele. Maisha mapya au maskini wa Garma yalianza. Alijikuta anaenda kuwa maskini wa kutupwa. Maskini ambaye alipoteza kila kitu katika maisha yake. Alipoteza mali ambazo zilikuwa zikimpa kiburi na jeuri muda wote. Alipoteza marafiki, alipoteza ndugu pamoja na mwanamke ambaye alikuwa akimpenda kwa dhati, lakini pia alipoteza wafanyakazi. Akiwa pembeni ya nyumba yake katika ukuta ya uzio ambao alikuwa ameujenga kwa gharama kubwa sana, aliendelea kudondosha machozi. Hakujua anakwenda wapi kupata msaada na hakujua apite wapi ili aweze kurejesha mali zake. Hapa msaada ni Jeff, Rasma au Maina. Lakini hao wote wanaweza kunisaidia kweli? Rasma ameshakuwa mkali kupita maelezo. Niliwatusi sana siku ile. Jamani ni kweli, ndio maana wanasema kwamba usitukane mamba kabla hujavuka mto. Ila naamini kwamba Jeff anaweza kunisaidia. Yule ndio mwanaume mwenzangu bwana. Aliwaza katika kichwa chake kati akiwaza ni nani ambaye atamsitiri hata siku ya leo. Hitimisho la mwisho lilikuwa ni kwenda kwa Jeff ambako waliamini kwamba huenda angepata msaada na kuanza maisha mapya. Licha ya yote ambayo alikuwa ameyafanya kwa Jeff, lakini alihisi kwamba huenda kungekuwa na urahisi kutokana na ukaribu ambao alikuwa naye, lakini pia hata jinsi ingembeba. Basi bwana, tunakuja upande wa pili ambako Laila anamwambia Maina kwamba shogangu, naona bwana tumbo linazidi kukua tu. Yani acha tu. Na vile umenisusa basi mnaniacha mwenyewe mpaka napata yani jamani, yani napambana peke yangu tu na maisha yangu, sijapenda kwa kweli. Kama ungekuwa iko rafiki yangu, kwa nini hujataka kunisalimia? Maina alisema hapana jamani, unajua mama alinishirikisha mpango wa kuolewa na Ala, kwa hiyo akanichimbia bonge la mkwara, endapo nikija hapa kwako basi ugomvi pale nyumbani utaisha. Laila aliamua kujitetea kwa kutupa lawama kama mama yake. Maongezi yao yalikuwa yakifanyika sebuleni ambapo Maina pamoja na rafiki yake walikuwa pale. Laila aliamua kumtembelea rafiki yake leo kwa muda mrefu sana baada ya kumtenga kwa kile ambacho alikiita kwamba ni tatizo la mama. Kama marafiki wenye mioyo ambao imeshibana, waliendelea kuzungumza huku Maina akionekana kuwa mtu ambaye hajali nini ambacho kilitokea kabla kati yao. Kwa sasa umejiandaje? Maana miezi imeenda, Laila aliuliza. Najiandaa tu, sidhani kama natakiwa kuwaza sana, maana haya mambo ni ya Mungu. Kikubwa ni kumuomba tu. Usijali bwana, kila kitu kitaenda sawa. Zingatia kula, matunda, mazoezi. Basi wakati anaongea, wanaendelea kuongea pale, Rasma alifungua mlango na kuingia ndani kwa akiwa kama mtu mwenye haraka hivi. Alikuwa na hema juu. Wote walimtupia macho na kumtazama kuanzia juu mpaka chini. Walimshangaa maana alikuwa na jasho ambalo lilikuwa likimtiririka haswa. Kuna nini? Mbona kasi hivi vipi? Tuondoke jamani, tuondoke, tumepata tiketi ya kuondoka Dubai. Haki tena tuondoke, alisema Rasma. Acha mambo yako bwana. Nikajua wateja sio nataka kuniona kisa nimepumzika. No, afu jua niko serious. Niko serious kweli, hili ni jambo la ukweli. Rasma alisema huko akinyosha mkono nje. Maina alikaa kimya akamtazama Laila na kumuuliza, "Wewe unamuelewa huyu?" Naona namsikia tu ambavyo yani kama wewe ambavyo unamwona na kumsikia. Eti Rasma, nenda bwana moja kwa moja kwenye hoja ya msingi. Vipi? Okay, nasema hivi. Unamkumbuka yule mama ambaye alikuwa anakuja kila siku kula mahindi hapa? Namkumbuka. Kafanyaje? Kaja leo. Kaja na ndinga 2 pale, yani zile pale nje za kifahari. Anaulizia kuhusu wewe. Kwani ananijua? Ndio, ni mama Abdul Karim na alitumwa kufuatilia ajue kwamba unaishi maisha gani, alisema Rasma. Macho ya Maina alitoka nje, yakasukuma kope kwa nguvu sana. Kuamini kile ambacho alikuwa anakisikia, jambo ambalo lilimfanya hadi kufikicha masikio yake tena. Akaema na kuuliza tena, "Yuko wapi?" "Pale tunapouza mahindi yangu," na kanipa simu yake kabisa ili kama ukibisha basi uthibitishe kwa picha. "Ni huyu hapa." Rasma alizungumza na alimthibitishia Maina kwa kile ambacho alikuwa kikisema. Basi akatoa simu. Akachezea kidogo na picha za mama Abdul Karim pamoja na mtoto wake zilionekana wakiwa pamoja. "Mungu wangu, shoga, tuendese." "Laila, bai, utajua mwenyewe kama nataka twende Dubai au baki hapa kwenye vumbi," Maina alisema huko akijinanua. Hakutaka kuiacha fursa ile impite. Akili yake iliwaza kuhusu Dubai, kichwa chake kilizunguka kuhusu ule mji wa kifahari ambao unapatikana katika bara la Asia. Basi waliondoka mahali pale hadi walipofika katika eneo lao la kibiashara. Walikutana na mama mdogo Abdul Karim ambaye aliweka tabasamu. Wakati wa Mungu ndio wakati sahihi kabisa katika maisha. Unatakiwa kusafiri hata kabla ujauzito wako huo mkubwa. Abdul Karim amesema kwamba unatakiwa kwenda kujifungulia Dubai. Mama alizungumza kwa kumtazama Maina ambaye alikuwa kidondosha machozi tu. Ilikuwa ni bahati kwa Maina. Ilikuwa ni neema kwake. Hakuamini wala kutaka kuamini kile ambacho alikuwa anakisikia mpaka pale kwa hakika kamili ulipatikana kutoka kwa Abdul Karim mwenyewe ambaye alipiga simu moja kwa moja na kuongea naye kwa njia ya video call. Ilibidi asogee kwa pembeni ili maongezi wasisikie watu wengine. "Nimesikia kwamba Allah amekataa hiyo mimba, nasema mimba sio kwake," Abdul aliuliza.
Ndiyo, anasema hivyo. Nidondosha machozi kama mtoto mdogo. Nipata taarifa yako kupitia kwa watu wangu wa karibu ambao wanafanya kazi katika kampuni yake. Hata hivyo ni mimi ndo ambaye nilikuwa mfadhili wa kila kitu, lakini hili limeniumiza sana. Nilimpa mtaji na kumpa ile kampuni asimamie, ila sio ya kwake. Sio ya kwake. Niliweka mpaka jina lake na yule mwanamke ili tu kumpa moyo mara baada ya kuniambia kuwa amefukuzwa kazi. Na kama utakuwa mfuatiliaji mzuri wa mambo, ni biashara gani ambayo Ala anaweza kuifanya na kuwa na kampuni kubwa kama ile? Au ina uwezo wa kununua range moja na mambo mengine kwa haraka hivyo? Aliuliza Abdul. Basi Maina alijikuta akibaki mdomo wazi. Kile ambacho kwa ameulizwa ni kama kukisikia vizuri hivi, lakini masikioni mwake alipata taarifa ambayo ilikuwa ni sahihi kabisa. Alishikwa na butwa. Macho aliyatoa kwa mshangao mkubwa sana ambao ulikuwa mbele yake. Unasemaje? Hana kampuni na niko mbioni kumpokonya kila kitu. Alipaswa kuwa na utu dhidi yako. Mwanamke akibeba mimba ya mwanaume basi amemkubali sana na anampenda yule mwanaume. Ni nadra sana kwa mwanamke kubeba mimba ya mwanaume ambaye ampendi. Ni nadra sana. Kwa nini ulikuwa unanificha ukweli? Kwa nini uliamua kumsaidia? Maina, dunia tunapita tu, mali na kila kitu tafutwa. Nilikuwa naongea na mama mdogo ambaye ni kama sehemu ya muhimu sana maisha yangu. Akaniambia jinsi gani unateseka. Unachoma mahindi ukiwa mjamzito. Nikasema hapana kwa kweli. Abdul aliweka kituo. Kimya kilipita katika maongezi yao. Maina akatupa jicho kwa Rasma ambaye alionekana kuwa na hamu ya kujua nini ambacho alikuwa anazungumza. Kitu ambacho kimechukua muda mrefu sana kuongea. Upande wa pili simu ikaendelea. Kwangu mimi nilimpa msaada tu kama mshikaji wangu, maana hata nyumba ambayo anakaa hapo sio kweli kwamba ni ya kwake. Yeye alikuwa hajawahi kujenga hiyo nyumba, bali mimi nilitaka tu kufanya iwe kituo cha watoto yatima. Wanamkumbuka wale ambao alikuwa katika kampuni yenu? Alikuwa ni ala aina gani? Alikuwa ni mpenda starehe, sharobaro, bisho, anapenda sana nguo, lakini alikuwa hakuwa mtu wa wanawake. Ndio, starehe na wanawake zinaturudisha maendeleo kwa kila mwanaume. Ilikuwa kwake hivyo. Ala hakuwa anakumbuka kujenga. Alikuwa ni mtongo karibu sana, na alivyoniambia kwamba amefukuzwa kazi kama mshikaji wake, niliumia, ndo nikampa njia nzuri ya maisha, ila nilikuwa na sharti moja tu la yeye aoe. Nilimwambia kwamba aoe kwa sababu kwangu naamini kwamba ndoa ni baraka, lakini amekuacha wewe. Na sijui anamuoa mwanamke gani, sijui kituko gani. Mimi hapana kwa kweli. Kwa sababu namfahamu vizuri na namfahamu historia yako wewe pia. Mimi sasa nitazungumza na mwanasheria wangu ili mradi kufika mwezi wa 3 wa 4 kila kitu kiwe chini yangu na pesa ambazo zitapatikana tena katika vituo vya watoto yatima, kwa sababu yeye ameshindwa kutumia fursa. Sasa Maina alipata kujua ukweli juu ya mali ambazo Ala alikuwa anamiliki. Alipata kufahamu hata mambo ambayo alikuwa hajui. Kichwani kwake alianza kupima wema na ukarimu ambao Abdul alikuwa nao. Aliona mwenye bahati sana kukutana na mtu yule. Alimshukuru kila dakika na kumuona kama amekuja maishani mwake ili kumuinua na kuwa juu ya mawingu. Mungu akitaka kuonyesha njia ya mafanikio, basi atakuondoa tu kwa watu wabaya. Unadhani kwamba kuna namna nyingine? Hapana. Wataondoka hata ambao ni wabaya, wewe ulidhani kwamba ni wema. Alijiambia moyoni mwake akirudisha simu kwa mamake mdogo. Mama mdogo alipokea, akamtazama Maina, hakuishia tabasamu muda wote, kisha akaambia kesho nitakuja ili kuongea na ninyi vizuri, lakini jiandaeni na safari ya Dubai, ila asidiriki mmoja wenu kusema lolote kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea. Sawa? Sawa mama. Maina aliitika na kumpa mkono wa kwaheri mama mdogo ambaye hakukaa sana, aliondoka eneo lile. Rasma alisubiri simu kwa hamu sana ili apewe ubuyu. Yaani mate alimjia mdomoni, maana aliona mama mdogo anachelewa kuondoka ili apate kuzungumza. Shoga, kwa hiyo unaniambia hapa nyumbani au mpaka tufike nyumbani, au unaniambia papa? Una haraka wewe, naenda kwambia nyumbani. Au basi hebu tukakae pale. Maina alinyoosha na kuonyesha sehemu ambayo ilikuwa ni nzuri sana kukaa. Walipiga hatua wakiwa wawili, huku wakimwacha John akiendelea kupokea wateja wapya ambao walikuwa wakifika mahali pale, akiwa na Laila ambaye naye alitamani kujua nini kinaendelea, lakini walimtenga kwa muda ili kikao cha familia kiende vizuri. Mwaya, unasemaje sasa, tajiri wetu amesemaje? Shogani hapa mjini sio kila unayemwona na vimba na kumiliki vitu basi ukazani vyake. Leo ndo nimeamini kwamba bosi anuniwi. Kuna nini tena? Tulia nikupashe basi. Kumbe hala ana lolote hapa mjini. Na muda mrefu anaenda kuwa maskini. Tena maskini wa kutupwa. Maina aliweka madoido yake katika kutupa mikono. Yaani mithili ya mtu ambaye ananusa maji hivi. Basi kisha aliendelea kwamba Rasma alikuwa na hamu kule kutaka kujua sasa mwenzake anaona kama anamchelewesha. Basi kabidi amwambie imekuaje, ni kwa namna gani hala sio na mali wakati wote wanajua kwamba ana pesa. Kuna nini kwa? Nikamwambia bwana we, ni kwamba kumbe mtu ambaye anamiliki ile kampuni ya Kesa la Atra Vibe ni Abdul. Ni mtu ambaye ndo alinunua range pia ni Abdul. Hata ile nyumba ambayo unaiona pale inamilikiwa na Abdul. Hala kwao ni muda mfupi tu atakuja kunyang'anya wewe nyumba. Maina wewe, mbona unaupeleka moyo wangu mbio? Unajua hata siamini ya mambo mbona unaongea. Mwenyewe sina imani na hayo, lakini ndio hivyo, tujiulize kati ya Ala na Abdul nani ana pesa? Nani anaweza kumiliki pesa nyingi kiasi kile? Ila mbona Ala hajawahi kusema? Yaani wote tunafahamu kwamba ni yake.
Tena vile kesi ilikuwa kivimba maskini, kama namuona ambavyo atakuwa anasaga meno. Rasma akasema ilikuwa ni taarifa nzuri na njema kwao, lakini upande wa pili mambo yalikuwa ndivyo sivyo. Upande wala mambo yangeenda kuharibika bila hata wao wenyewe kujua yameharibika muda gani. Basi wakiwa katika meza ya chakula cha jioni ambako mama Ala pamoja na Nina na mama yake mzazi, maongezi yaliendelea. Maongezi haya yalikuwa ni kama muendelezo wa ndoa ambao ingefungwa siku zijazo. Jamani, unajua namna hiyo ndoa, acha tu, mama Ala alisema huku akimtazama mama yake Nina. Anaikamisha mipango yote ni Abdul, lakini sisi kama tulivyokubaliana ni Serena Hotel, si ndivyo? Ala naye alitupa jiwe kwa wenzake. Ndio, kwani Abdul ni nani hasa? Lakini ndoa ni kitu cha muhimu ujue. Nimechoka kuwa hivi jamani, vikao vyenu vya kila siku jamani, sio muongo kwa kweli. Nina naye alisema huku akimtazama Nina. Yaani mama, mimi nahisi mimi ndo nimezidi yani nachoka jamani, yani maana kila siku Abdul hata sio mshenga jamani. Sasa mimi leo naomba tu tuamue la mwisho, ndoa itakuwa lini? Aliuliza Nina huku akiweka sura ya kuwa amekasirika. Basi Ala alifikiri kidogo, ni kama alikuwa akijua ukweli ambao kwake aliona anapaswa kubaki nayo moyoni mwake bila hata kusema kwa mtu yote. Ukweli ni kwamba kulikuwa na kiasi cha pesa ambacho limuomba Abdul ili aweze kukamilisha shughuli yake, lakini kwa bahati mbaya Abdul alijifanya kumpa kalenda za hapa na pale. Kitendo hiki kilimfanya hata yeye kupeleka mambo mbele kila wakati. Akiwa anaendelea kuwaza, mama Ala alibadilisha mada na akasema, jamani, ngoja kwanza nicheke kwanza, maana nilichokiona leo zaidi ya vichekesho. Alisema mama Ala huko akiangua kicheko cha kufa mtu, basi tu apoteze ile mada. Kuna nini tena? Aliuliza. Rasma jamani, Rasma anauza mahindi barabarani, anajitangaza kama mwehu. Hizo nguo sasa tim wakiambiwa atulie kipindi kiingia kwenye matajiri hawataki. Madhara yake ndo haya. Mama, kwa nini unajadili kuhusiana na maskini bwana? Hebu tuongee mambo ya msingi. Alafu unajua, ngoja kwanza nikamilishe ili tufanye mambo mengine. Ni kwamba ndoa itafanyika tarehe 29 Machi katika eneo la Serena Hotel, na kwanza sasa kila mtu nadhani yuko tayari kuanza kuunda kamati yake kwa ajili ya hili. Ala alitoa ufafanuzi wa mwisho ambao ulibadilisha upepo na wakajikuta wanaingia kwenye kujadili na namna ambavyo ndoa basi itakuwa. Basi bwana, baada ya kikao kumalizika na kujadili kila kitu, huku majina ya watu mbalimbali yakipendekezwa katika kuunda kamati ambayo itashughulikia ndoa kwa ujumla, Nina pamoja na mama yake walitoka nje, ambapo walifika katika gari na kuanza kuzungumza. Kaona maamuzi gani? Maana ukisema uchelewe utapewa mimba na mali zote hizo utakosa, maana utaona aibu kumdhulumu kama ambavyo ulifanya kwa Garma. Mama Nina alisema, mama bwana, mwanao ni mpangiliaji mzuri wa mambo, mimi sijawahi kurupuka. Garma nilimpa madeni bila yeye mwenyewe kujua, ila mwisho wa siku nasikia tayari kapokonywa kila kitu, kama maskini kama mbwa na randa tu mtaani. Acha dunia imfunze bwana, maana anapenda sana kuparaiwa mambo ambayo hawezi. Lakini kwa mimi huyu hapa tayari nimeshaandaa dawa ya kumrubuni mama yake, na hizi siku ya harusi ndo nitamfundisha kazi. Na vipi wewe kuswala? Nina alipeleka shingo yake kulia kushoto, huko kionekana kama anafikiria jambo hivi, akangata midomo kwa chini, afa akamwambia, mama, na hizi hata mimi siku ya ndoa ndo nitafanya kila kitu. Ndo itakuwa siku rahisi, nadhani itakuwa hivyo. Ile keki ambayo na ndoa nalishana ile ndo ambayo itamfundisha kila kitu katika maisha yake. Hatokaa amini kama amewekea kitu mle, yani milele hatojua. Safi, huko ni mwana mipango. Tutakuwaje matajiri? Hebu vuta picha jumba kama hili unakaa. Unaenjoy, unajitupa katika sofa. Sijui umeenda huko umeenda kule. Nyie, hebu mimi nirudishe nyumbani kwanza nikaweke mambo yangu sawa. Alisema mama Nina, moyoni mwake alikuwa na furaha kupita maelezo. Furaha hii ilienda hadi kwa mtoto wake ambaye waliangaliana huku kila mmoja akimpa mwenzake kiganja na kugongesha mikono. Ni kwamba walikuwa wakifurahia kile ambacho walikuwa wamekipanga kabla hata kukamilisha. Nina ilibidi atii sheria kutoka kwa mama yake. Alimtumia message ya Ala kuwa anaondoka, na kisha huyo akawasha gari na kuondoka mahali pale. Sasa Ala akiwa chumbani alikuwa ni mtu ambaye amechanganyikiwa mno. Sio moja wala mbili ambayo ilikuwa inakaa katika akili yake. Sehemu ya kutoa pesa ili kumudu gharama zote za ndoa ilikuwa ni kipengele kikubwa sana. Mtu pekee ambaye alikuwa akiamini kwamba angefanya maajabu alikuwa ni Abdul, na kwa bahati mbaya hata naye alikuwa akijitenga kutokana na kumhitaji zaidi Maina kuliko Nina. Hili lilimuumiza sana kichwa. Amani ilikuwa ipatikane hasa pale ambapo alikuwa akifikia kuhusu ndoa yake ambavyo itakuwa. Hakuhitaji kufanya ndoa kawaida kutokana na tambo ambazo alikuwa amefanya katika mji kwake. Alihitaji kufanya ndoa ambayo ingeshtua jiji la Mwanza, lakini pia ingeshtua hata watu wengine ambao wako nje ya jiji. Alitamani kuteka nchi kwa tukio ambalo angelifanya katika ndoa yake. Akiwa mtu mwenye dimbwi la mawazo, ghafla simu yake iliita. Alitupa jicho na kutazama. Mama mdogo, nataka kusemaje? Alijiuliza baada ya kuona mama mdogo wake Abdul akipiga. Mama, habari? Salama zao uko nzuri, niko Mwanza hapa, ila hapo nyumbani kesho kuna watu ambao watakuja, then usifanye lolote, acha fanye kile ambacho wanataka kuangalia mpaka atakapomaliza. Ni kina nani hao? Utaona atakapokuja. Hata hivyo nasikia kwamba unataka kuoa, si ndio?
Ndio mama, na nimejaribu kuongea na Abdul kuhusu mpango wangu anichangie chochote kitu, lakini amekuwa mkavu, ananizungusha tu. Kwa nini hujanishirikisha sasa? Huoni kama ingekuwa rahisi kwa wewe kupata kile ambacho unataka kutoka kwa Abdul? Ni kweli, lakini niliona kama nitakusumbua, namna ile mwanzo ulikuwa umejitoa sana afu mwisho wa siku ndio wenyewe kukamilika. Ala alisema. Kwa nini unataka kuoa mwanamke mwingine? Mama mdogo alitema swali kwa makusudi. Alikuwa akifahamu nini kilikuwa kinaendelea, lakini katika kumpima ujanja Ala aliamua kujitoa fahamu, akajifanya kama hakuna anachotambua kuhusu yeye pamoja na Maina. Ndio maana mama, kama unavyojua wanawake sasa hivi, yani unaweza kuwekeza nguvu na akili, kumbe mwenzako anawazia tu watu wake. Hawa ndio wale watu ambao siku ya harusi utaona wanalia ukadhani kwamba wanalia kuumia kutengana ndugu zao, kumbe mwenzako anaanza kwenda huko, anaanza kwa hata unaona wapenzi wake wa nje. Ndio hivyo, unaweza kukuta mwanamke unampenda ila anakuwa hivyo. Basi mama mdogo ibidi acheke tu uongo ile, akamwambia una vituko wewe, lakini kwa kuwa umenijuza hivi, basi usijali, nitaongea naye ondoa shaka. Sawa baba? Nitashukuru sana mama. Basi ngoja nikuache. Ilikuwa ni taarifa ambayo nilikuwa nimepanga nikupigie simu na usiku mwema. Kesho upokea wageni. Basi mama mdogo aliongea na kisha alikata simu. Simu hii ilimpa mawazo Ala. Alianza kuwaza kuhusu watu ambao walitaka kuja mahali pale. Akafikiria kwa muda kidogo, akasema usikute bibi mkubwa anataka kuuza nini? Hebu ngoja kwanza niangalie data zangu kwangu. Alinuka kitandani na kwenda katika kabati ambako alikutana na hati ya nyumba ambayo ilikuwa ina jina la Abdul Karim. Natakiwa niifiche, ila ubaya kuna original ambayo mama mdogo ndo anayo, ila anajua namna ya kufix ili, alisema na kurudisha hati katika kabati. Sasa bwana, ni siku ya pili na hali ya hewa ndani ya jiji la Mwanza ilikuwa imebadilika ghafla kutokana na kawaida hadi kuwa na wingu zito ambalo lilitanda karibu mji mzima. Manyunyu taratibu ilianza kudondoka wakati mvua ilikuwa ikijiandaa kuporomoka, na haikuwa sio chini ya 200,000 au 300,000. Ilikuwa ni kama majira ya saa 4 usiku hivi. Mji ulikuwa tulivu. Ni sauti za bati ndizo ambazo zilisikika huku zikilalamika kuguswa na manyunyu. Muda huu ndo Garma alifanikiwa kufika kwa Jefu, huku akiwa na matumaini kwamba atapewa hifadhi. Alipofika aligonga mlango na Jefu alifungua. Garma, kuna nini? Mbona umekubali kuloa? Gari iko wapi? Aliuliza Jefu huku akimtazama Ala ambaye alikuwa kinyonge mno. Kauli zote za dharau na kejeli zilimkimbia. Alimwomba Jeff aingie kwanza ndani ili wapate kuzungumza kwa vizuri, lakini alizuiliwa na kumwambia hata pale nje unaweza kuzungumza. Nahitaji msaada wako Jeff, Garma aliongea. Msaada mimi maskini nitakusaidia nini Garma? Unahisi kwamba kwa pesa ambazo unamiliki mimi kuna kitu naweza kusaidia? Jeff aliongea. Sio hivyo mwanangu, ila kimya kilipita kati yao. Garma alianza kudondosha machozi na kusimia kile ambacho kilimtokea katika maisha yake kwa muda mfupi uliopita. Kila neno ambalo alikuwa akilitoa mdomoni mwake liliambatana na machozi. Basi Jeff akamwambia, "Father, kwanza pole, lakini mimi sina msaada mwanangu." Jeff, kumbuka mimi na wewe tumetoka wapi? Nakumbuka sana Garma. Nakumbuka kwamba tulitoka katika mateso ya Maina na Rasma na kisha tukafika katika mateso ya mama na sasa hivi tuko katika mateso yako. Nenda kafunzwe na ulimwengu, alisema Jeff, kisha kaingia ndani kwake na kufunga mlango. Garma alijaribu kugonga kwa zaidi ya dakika 7, lakini hakukuwa na dalili zozote za kuonyesha kwamba mlango ungefunguliwa. Jeff hakuwa mtu kumpa msaada ambao alikuwa akihitaji. Hasira zilimpanda. Aliamua kupiga teke mlango, lakini bado haikusaidia kitu. Ni kwamba alikosa msaada mpaka kwa Jeff. Vipi kuhusu Rasmi pamoja na Maina? Mimi sifahamu. Mwisho Garma aliamua kuondoka zake. Haya, msikilizaji, hii ni sehemu ya 11 ya simulizi yetu ya Maina. Mambo yanakwenda kama hivi, na wazungu wanasema what goes around comes around. Hii ndo karma bwana. Sijui itakuwa vipi. Bado Garma tayari ameshaanza kuona rangi, lakini ndugu yetu Ala sijui mipango yake ya kutamani kuficha, sijui ni kufanya nini hizo mali ambazo si zake. Sijui kama itafanikiwa. Tunamuona tena Maina akiwa amepata tumaini jingine jipya. Itakuwa ni vipi? Msikilizaji, hakikisha uko na mimi hapa katika sehemu ya 12 ya simulizi yetu ya Maina. Wakati wote uko na mimi, jina langu naitwa Tutu na hapa ni Simulizi Zetu Media.